Michael baada ya kurudi nyumbani asubuhi, aliwakuta majirani wamejaa nyumbani kwake huku nyumba ikiwa imezungukwa na polisi. Susan alikuwa mke wa Bwana Michael. Ndoa yao ilikuwa na furaha sana. Lakini baada ya miaka kadhaa Michael alianza tabia ya usaliti. Alianza kuchelewa kurudi nyumbani bila maelezo ya kueleweka. Jambo hilo lilianza kuleta malumbano na ugomvi wa kila mara. Siku moja Michael alichelewa kurudi nyumbani na aliporudi mke wake alikuwa mkali. Waligombana. Michael akaamua kuondoka nyumbani na kwenda kulala kwa mchepuko wake. Asubuhi na mapema Michael alipigiwa simu na majirani awahi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani alikuta polisi wameshafika nyumbani kwake na nyumba ipo chini ya uangalizi wa polisi. Susan ambaye ni mke wa Michael alikuwa amefariki na kifo chake kilikuwa cha kutatanisha, ikionekana alipigwa na kitu kizito kichwani. Michael aliwekwa chini ya ulinzi. Kwa mahojiano zaidi alihisiwa kwamba huenda anahusika na kifo cha mke wake. Michael alilia sana, alijitetea sana kwamba hauhusiki na kifo cha mke wake. Lakini ilikuwa ngumu watu kumwelewa kwa sababu wakati mke wake anauliwa usiku yeye hakuwepo nyumbani. Na polisi walitaka kujua kwa nini hakuwepo nyumbani usiku huo. Alikamatwa na polisi kwa ajili ya mahojiano na uchunguzi zaidi juu ya kifo cha mke wake. Alijutia sana maamuzi yake ya kuondoka kwa hasira nyumbani kwake siku ile. Alijikuta yupo hatiani. Alijikuta hana maelezo yanayoaminika mbele za watu. Alijikuta anakuwa mtuhumiwa, mtu wa kwanza ambaye anahisiwa kuhusika na kifo cha mke wake. Alilia sana alipomkumbuka mke wake. Alilia sana alipokumbuka upendo wa mke wake. Alilia sana alipokumbuka usaliti aliokuwa anamfanyia mke wake hadi kupelekea mke wake kuuliwa, yeye akiwa hayupo nyumbani, yupo kwa mchepuko wake. Usikose simulizi hii ya Nani Kamuua Susan. Twende pamoja na simulizi hii ya mkasa huu hadi mwisho tujue nani anahusika na mauaji ya Susan.